Habari yako, basi karibu unifuatilie leo nikufundishe jinsi ya kusuka nywele ya mkono. Jina langu ni Marieta na pia nipende kumshukuru Mungu tumeweza kukutana tena kwenye darasa lingine. Kwa hiyo sio rahisi kukutana kwenye madarasa mengine. Ya kipindi ambacho tunaweza kuleta darasa lingine, basi haina budi kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kuweza kukuletea tena darasa lingine. Basi niangalie hapa kwa utulivu mzuri na nikifundisha hapa, ukiniangalia vizuri na wewe utaweza kabisa. Lakini nikukumbushe kitu kimoja, usiache kusubscribe. Hakikisha unaenda kusubscribe kwenye channel yetu. Kiasi ambapo unasubscribe, utakuwa wa kwanza kabisa kupata mafunzo yetu pindi tunapokuwa tunayaachia. Sawa mwanafunzi wangu mzuri, basi nifuatilie hapa ili na wewe uweze kusuka nywele ya mkono, lakini pia utapoweza kusuka hii nywele ya mkono itakurahisishia kusuka nywele nyingine zinazofuata. Tumeelewana? Lakini sisi hapa tuna chuo na hawa wanaosuka hapa ni wanafunzi wetu. Kwa hiyo na wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, karibu Marieta Beauty School, tutakufundisha vizuri kabisa. Mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola. Wewe ambaye ni mwanafunzi unatoka mkoani, usijali, hosteli pia zipo. Tumeelewana? Okay? Basi niangalie hapa ninapokufundisha mwanafunzi wangu na wewe uweze kuelewa jinsi ya kusuka nywele ya mkono. Hatua ya kwanza nitakata mstari wangu, lakini hatua ya pili nitakuja hapa na vidole vyangu hivi hapa viwili. Sawa? Hichi kidole cha kwanza kitakuwa kinaokota huku mwanzoni mara zote kama hivyo. Alafu nikishafanikiwa kuokota, nitakuja hapa kusafisha. Sawa? Nikisha safisha naishika hii nywele yangu na vidole vitatu kama hivyo. Nikisha ishika na vidole vitatu, nazungusha hicho cha gumba kinakaa hapo katikati. Alafu cha kwanza hichi hapa kinakuja huku mwanzoni kuokota. Hichi hapa, umekiona kinakuja hapa mwanzoni kuokota. Nikisha okota hivi, nashika nywele yangu nasafisha hapa. Angalia mahali ambapo nasafisha. Nasafisha hapa. Nikisha safisha, nashika na vidole vyangu vitatu nasuka. Nakuja naegemeza hapa katikati pap. Nikisha egemeza, natoka huku mwanzoni kuokota na hichi kidole cha kwanza. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Maana yangu ni hii hapa. Kidole cha kwanza kitakuwa kinaokota pande zote unazokuwa unageuka. Kama hapa, umeona cha kwanza kimeokota hapa. Kwa hiyo nikigeuka tena upande ule wa pili, ona nikigeuka upande huu mwingine. Unaona nasafisha hapa, nasafisha. Nikisha safisha hivi si nageuka huu upande mwingine, naenda huu upande wa kushoto sasa. Umeona? Nikisha safisha, ona ninavyoenda. Nagandamiza hapo, alafu hichi kidole cha kwanza ndio kinakuwa kinaokota. Kwa hiyo hichi kidole cha kwanza kitakuwa kinaokota upande ambao nimegeuka. Kwa hiyo nikienda tena upande ule mwingine, kidole cha kwanza ndio kinakuwa kinafanya nini? Kinaokota. Nisikilize vizuri mwanafunzi wangu, utaelewa. Umeona? Kidole cha kwanza kinaenda kinaokota. Lakini sasa nikiwa nageuka tena, hichi kidole cha katikati kazi yake ni kugandamiza tu. Kwa hiyo hapa utaona nimevigawa hivi vidole, nimevipa majukumu. Kidole cha katikati kazi yake kugandamiza, kidole cha kwanza kazi yake kuokota kule mwanzoni. Umeona? Kwa kazi yake ni kuokota huku. Angalia kinapokuja kuokota hapa. Kwa hiyo kidole cha kwanza kitakuwa kinaokota hapa. Angalia hicho kidole gumba kinachofanya. Kazi yake ni kugandamiza hii nywele ya katikati kama hivyo. Kwa hiyo usichanganye vidole. Ukichanganya vidole inakuwa sio rahisi kupata nywele. Nisikilize vizuri kwa makini. Alafu na wewe angalia hapa, utaweza tu. Wewe nisikilize vizuri. Alafu kisha maliza hapa, chukua mdoli wako, jaribisha kwa namna hii niliyokufundisha. Alafu utakuja kuniambia. Na ikiwa umeelewa, niandikie kwenye sehemu ya comment kwamba Madam Marieta nimekuelewa. Na ikiwa haujaelewa kabisa, niandikie pia kwenye comment. Madam Marieta, mimi sijakuelewa. Tumeelewana? Haya, niangalie tena hapa ninavyokuelekeza. Nimekuambia vidole hivi vya mwanzoni, si ndio? Kazi yake kuokota. Lakini hichi kidole gumba kazi yake kuishikilia hii nywele ya katikati kama hivyo.
Unaona hicho kidole gumba kilivyoshikilia. Alafu hichi hapa kazi yake kuokota huku mwanzoni kama hivyo. Taokota hapo. Nikishamaliza kuokota lazima hii nywele nisafishe. Tasafisha kama hivyo. Angalia, nikishasafisha ona tunavyoenda. Kidole gumba kinagandamiza hii nywele ya katikati. Alafu kidole cha kwanza kinaenda kinaokota huku mwanzoni. Ni rahisi sana ukiniangalia. Niangalie alafu fuatisha maelekezo ninayokuelekeza hapa. Wewe fuatisha tu. Kiasi ambacho unafuatisha hapa, utashangaa unapata hii nywele. Umenielewa? Haya, angalia. Nimekuambia kidole cha mwanzo kazi yake ni kuokota tu huku pembezoni mwanzoni. Kwa hiyo hata nikigeuka tena kwenda upande wa kule kama hivi ambavyo ninavyogeuka hapa, ona. Kidole cha kwanza kitahusika kuokota huku ambapo nipo. Kwa hiyo ambapo unapokuwa unaendelea kugeukia, kidole cha kwanza ndio kinakuwa kinaokota kama hivyo. Tumeelewana? Alafu nitasafisha. Kwa hiyo nikigeuka tena kuja upande huu mwingine, ona. Ninavyogeuka hapa. Nikigeuka kuja huku, kidole cha kwanza ndio kinakuwa kinaniokotea nywele huku. Unaona? Angalia hichi kidole kitashuka hapa kuniokotea nywele kama hivyo. Lakini usisahau, hii nywele ya katikati inagandamizwa na hichi kidole gumba. Ona, gandamiza na kidole gumba, alafu hichi kidole cha kwanza kinatoka hapa kuokota. Kidole gumba kinagandamiza kama hivyo, kinagandamiza. Alafu kidole cha kwanza hichi kinatoka kuja kuokota hapa. Ni rahisi. Kwa hiyo utasema, madam, nasukia vidole vingapi? Unasukia vidole vitatu. Lakini sasa vidole vitatu nasukiaje madam? Utasuka hivi. Kidole cha katikati kitakuwa kinagandamiza ile nywele ili uweze kuama kama hivyo. Lakini kidole cha kwanza kazi yake ni kuokota hapa kama hivyo ambavyo naokota. Alafu nitasafisha. Angalia. Ninavyosafisha nimekuja nimeshika na vidole vyangu vitatu hivyo hapo. Kwa hiyo gumba kitagandamiza hapa. Alafu cha kwanza kitaenda kuokota huku. Alafu hichi cha katikati huaga kinabaki hapo tu, kuna nywele inakuwa imeshika. Kama hivyo. So unaona cha katikati kilivyobaki, kuna nywele imeshika, si ndio? Ona. Ona kule kwanza mkono wa kushoto ndio utaelewa vizuri. Ni rahisi sana. Niangalie hapa vizuri. Ona. Nimekuambia nashika nywele na vidole vyangu vitatu kama hivyo, kushika hapa. Lakini ya katikati itagemezwa na kidole gumba. Alafu nikiwa naenda kule kuokota, nitaenda na hichi kidole cha kwanza. Kwa hiyo ni rahisi hivyo, naenda na kidole cha kwanza na okota hapa. Nikisha okota si lazima nitasafisha. Nikishaisafisha naishika nywele yangu na vidole vitatu kama hivyo. Kwa hiyo kidole gumba kitagandamiza, afu kidole cha kwanza kitashuka hapa chini kuokota, ambacho ni hichi hapa kidole cha kwanza. Kitashuka hapa chini kuokota. Simple. Nikishaokota, nikishasafisha nashika nywele yangu na vidole vitatu naenda tena. Gumba utaganda hapa, alafu nitatoa tu kidole hichi cha kwanza kuja kuokota hapa. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Tumeelewana? Ni rahisi sana. Ni rahisi sana ukiniangalia. Ni rahisi sana ukiwa makini unisikiliza hapa. Ukisha nisikiliza hapa, ukichukua mdoli na wewe ukajaribisha kwa namna hii, mimi na uhakika unasuka. Tumeelewana? Basi endelea kuniangalia hapo mwanafunzi wangu. Nipende kukuambia mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola Msikitini. Tumeelewana? Ni Mabibo Royola. Sawa? Lakini kozi ambazo tunatoa hapa, tunafundisha makeup, tunafundisha kusuka, tunafundisha kubana style mbalimbali. Lakini pia wewe ambaye ni mwanafunzi unatoka mkoani, usijali, hosteli zipo. Na pia unasema kwamba mimi Madam Marietha nataka kusoma tu labda kozi moja kama makeup au kusuka peke yake, hiyo na yenyewe pia inawezekana. Sawa? Kwa hiyo ukisema mimi nataka tu kusoma kusuka peke yake, inawezekana. Au mimi nataka kufanya makeup tu peke yake, inawezekana pia. Tumeelewana? Lakini pia kwa kozi nzima ambayo ni full course pia inapatikana. Hiyo full course utaisoma kwa shilingi 500,000 kwa miezi 4 na wiki 2. Lakini uzuri wa full course ukimaliza unapata cheti
na pia tunakutafutia sehemu ya kwenda kufanya kazi. Tumeelewana? Wale wa mkoani au hata hapa ambao mnatoka hapa Dar es Salaam, umekuja katika chuo chetu, umemaliza kusoma, ukasema mimi sitaki kurudi nilikotoka. Inawezekana kabisa kuendelea kubaki hostel na kuwa unalipia hostel na kuwa unaenda kazini na unarudia kwenye hostel za chuo. Hiyo inawezekana kabisa. Wanafunzi wengi wamenufaika na mafunzo haya. Karibu na wewe uwe mmoja wa kunufaika na mafunzo yanayotolewa na Marietha Beauty School. Sawa? Lakini pia uzuri wa Marietha Beauty School, ukimaliza tu kusoma, sisi wenyewe tunakutafutia sehemu ya kwenda kufanya kazi. Hiyo inakuwa haina shida wala mashaka kabisa. Kwa sekta hiyo tuko vizuri kabisa. Tumeelewana? Lakini kingine nipende kukukumbusha, wewe ambaye ni boss, unahitaji mdada kutoka Marietha Beauty School, usijali. Wewe niambie popote ambapo upo, hata kama uko mkoani, uko hapa Dar es Salaam, popote ambapo upo, umependa nikupe mdada, wewe chukua namba yangu hapo, niwasiliana na mimi, nami nitakuconnect naye popote ambapo upo. Sawa? Okay? Basi mwanafunzi wangu, endelea tena kuniangalia hapa, nikufundishe jinsi ya kusuka nywele ya mkono. Ni rahisi sana ukiniangalia hapa. Ona ninachokifanya. Muona nilivyoikata katikati. Sawa? Nakuja hapa na ukota nywele yangu na vidole vyangu hivi hapa viwili. Ona ninavyokota. Pap, nikishaokota naisafisha. Ndiyo. Nikishaisafisha naishika na vidole vyangu vitatu. Wewe gumba kazi yako ni kugandamiza hii nywele ya katikati. Ona, gumba atagandamiza hapa. Alafu wewe kidole cha kwanza kazi yako utakuja kuokota huku. Ataokota hapa. Umeona ambavyo anaokota? Ndio. Akisha okota, nitasafisha. Nikishaisafisha, nahamia upande ule wa kule. Nazishika na vidole vyangu vitatu naenda. Gumba kazi yako ni kugandamiza hii nywele ya katikati. Alafu kidole hichi cha kwanza kazi yako ni kuokota. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Ukienda kwa mfumo huu hapa, upi ambao unasema hivi, madam, mimi nasukaje? Unasuka na vidole vitatu. Utavipa sasa majukumu. Unavipaje majukumu? Angalia. Kidole gumba kazi yako ni kugandamiza. Haifanyi tena kazi nyingine. Kwa hiyo kidole gumba kazi yake ni kugandamiza tu hii nywele ya katikati. Alafu kidole cha kwanza kazi yake ni kuokota. Anaokota pande zote ambazo naendea, pande zote ambazo nakuwa. Kama sasa hivi si unaona niko upande wa kushoto. Kwa hiyo anakuja huyo hapa kidole anaokota. Kwa hiyo nikienda tena upande ule wa kulia, anaenda huyo kidole anaenda kufanyaje? Kuokota. Kwa hiyo sasa unafanya hivi. Kidole cha kwanza kazi yake ni kuokota. Kidole gumba kazi yake ni kugandamiza. Na hichi kidole cha katikati kazi yake ni kuibana hii nywele ambayo inawekwa hapa katikati. Ona. Nashika na vidole vyangu vitatu. Kama hivi, naenda. Safari yangu inaanzia hapa. Gumba utagandamiza hapa. Sawa? Alafu hichi hapa, kidole cha kwanza, kitakuja hapa kuokota. Kinapokuja kuokota, kuna nywele ambayo ilikuwa imeshikwa na hichi kidole cha kwanza, itaachiwa na kidole cha katikati. Kama hivyo, ona. Gumba atagandamiza. Alafu unaona kuna hii nywele imeshikwa na kidole hichi hapa. Inaachiwa sasa kwenye huyo wa katikati ili cha kwanza aende hapa okote. Angalia tena. Nimesema utaishika nywele yako na vidole vitatu kama hivyo. Utaenda gumba atagandamiza hii nywele ya katikati. Sawa? Alafu hicho kidole cha kwanza unaona kuna nywele imeshikwa, itasogea hicho kidole cha katikati itaishika hiyo nywele ili kidole cha kwanza kiende kukiokote. Ona. Naenda na gumba. Nikishaenda na gumba, lazima nitatoa hichi kidole hapa, kija hapa kuokota. Lakini hicho kidole cha katikati kuna nywele ambayo inashikwa. Angalia kule ile nywele ambayo inashikwa na kidole cha katikati. Ona. Tumeona tunavyoenda na vidole vyetu vitatu. Kuna gumba inagandamiza hapo. Alafu nitatoa hichi kidole cha kwanza. Hichi hapa nitatoa kuja hapa. Lakini ninapokitoa unaona kimesogea kile cha katikati. Kwa hiyo kabla sijatoa kidole cha kwanza, kitasogea cha katikati kidogo pap, kuibana hii nywele, alafu kidole cha kwanza kiweze kupita kwenda kule kuokota. Kwa hiyo sasa ni rahisi. Unafanyaje?
unafanya hivi. Kwenye akili yako unasema hivi, kidole gumba kazi yake ni kugandamiza. Kidole cha kwanza kazi yake ni kuokota. Alafu hichi kidole cha katikati hapa kazi yake ni kubana hii nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Ona. Kidole gumba kazi yako ni kugandamiza. Alafu kidole cha kwanza kazi yako ni kuokota. Alafu kile kidole cha katikati kazi yake ni kushika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Ona tena. Gumba kazi yako ni kugandamiza. Atagandamiza. Kidole cha kwanza kazi yako ni kuokota. Na kidole hicho cha katikati kazi yake ni kushika hiyo nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Sijui unaelewa. Okay, ngoja hapa nikuelekeze tena. Nimesema kidole cha kwanza kazi yako ni kuokota. Alafu si hivi nimeshika nywele yangu. Kidole gumba kazi yako ni kugandamiza hiyo nywele hapo ya katikati. Alafu kidole cha kwanza kazi yako ni kuokota huku, utaokota. Alafu pale si umeona kuna kidole cha katikati? Hicho kidole cha katikati kazi yake ni kushika nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Ona. So unaona hapa kuna kidole cha kwanza kimeshika hiyo nywele. Si ndio? Hicho kidole cha kwanza sikitaondoka kwenda kule kuchukua. Kwa hiyo kinapoenda kule kuchukua, lazima kuna nywele ambayo alikuwa ameishika. Sasa ameishika, anaiacha kwa nani? Anaiachia kwenye hicho kidole cha katikati hapo. Haya, niangalie tena hapa na kuelekeza. Nimekwambia nikishaishika nywele yangu na vidole vyangu hivyo vitatu, gumba kitagandamiza, nitasogeza kidole hichi cha kwanza kuja kuokota hapa. Taokota. Nikishaokota nasafisha. Nikishasafisha nazishika nywele zangu na vidole vyangu vitatu hivyo. Kwa na vigawa. Gumba utabaki hapa. Alafu cha kwanza kitaenda huku kuokota. Alafu sikuna hicho kidole cha katikati. Hicho kidole cha katikati kazi yake ni kushika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Ona. Gumba utagandamiza hapa. Alafu kidole cha kwanza hichi utaokota hapa. Sawa. Kumbuka hichi kidole cha kwanza kuna nywele ilikuwa imeshikwa, kwa hiyo inaachiwa na kidole cha katikati ambacho ni hicho hapo. Kwa utaenda tena gumba kazi yake ni kugandamiza. Umeona? Umeona hapa vinavyokaa vidole vangu vitatu. Unaona kuna nywele ilikuwa imeshikwa na hichi kidole cha kwanza. Kwa hiyo inavohama hapa hichi kidole kuna nywele nyingine inashikwa na hichi kidole cha katikati hapa. Kwa hiyo ni rahisi. Kwa hiyo kwenye akili yako unasemaje? Nitakuwa na vidole vyangu vitatu. Gumba utagandamiza. Cha kwanza utaokota. Cha katikati utashika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Jamani, kwa maelezo kama haya hujaelewa? Okay, basi usijali. Kama hujaelewa niambie, Madam Marietha sijakuelewa. Nami nitafanya juhudi tena kukuelekeza. Lakini kama umeelewa niambie kwenye sehemu ya comment. Madam Marietha nimekuelewa. Sawa? Kwa hiyo hayo mambo ni mazuri na ninayapenda. Ya kwamba kama umeelewa niambie, ya kwamba kama hujaelewa niambie, wewe usijali. Unaponiambia mimi najua wapi pa kurekebisha. Unaponiambia mimi najua nini cha kufanya. Kwa hiyo usiache kuniambia. Tumeelewana? Umeelewa niambie. Hujaelewa kabisa niambie, bwana mimi sikuelewi. Tumeelewana? Okay. Haya, niangalie tena hapa nikuelekeze. Nimekwambia hii nywele yako ukishaokota unasafisha. Ukishasafisha utaishika na vidole vitatu. Katika kuvishika vidole vitatu unavigawa, unagawa kwa akili. Nagawaje kwa akili? Angalia. Kidole cha kwanza nimekuambia kazi yake ni kuokota. Sehemu unaoendea unaenda kuokota na kidole cha kwanza kama hivyo. Ona. Hichi hapa kidole cha kwanza ndio kinaokota hapa. Haya, niangalie. Ukishasafisha, unashika nywele yako na vidole vitatu. Kwa hiyo gumba inagandamiza, alafu cha kwanza kinaenda kule kuokota. Lakini usisahau, hichi cha kwanza sikuna nywele ilikuwa imeshikwa, kwa hiyo itasaidiwa kushikwa na hicho kidole cha katikati hapo ili uweze kwenda kule upande mwingine. Angalia tena hapa. Naenda na vidole vyangu vitatu. Gumba atagandamiza. Kidole cha kwanza hichi hapa kitaokota hapa. Lakini usimuona kuna kidole cha katikati kile pale chenyewe kinakuwa kinabana ile nywele inayoachwa na huyu kidole ya kwanza. Naona tena nasafisha. Nikishasafisha naenda. Gumba utagandamiza hapa. Kidole cha kwanza utaenda kuokota. Kumbuka hichi kidole cha kwanza kinapoenda kuokota, kuna nywele inakuwa imeshikwa.
ile nywele iliyokuwa imeshikwa iachilie kwenye kidole cha kati kama hivyo. Alafu sasa unakuja na kidole cha kwanza, unakuja unaokota hapa. Sawa? Utasafisha. Angalia. Nikishasafisha naishika na vidole vyangu vitatu. Naenda gumba, utabaki hapa. Kidole cha kwanza utaenda huku kuokota. Kumbuka hichi kidole cha kwanza kinavyoenda kuokota, kuna nywele ilikuwa imeshika. Kama kuna nywele ilikuwa imeshika, utaachia na hicho kidole cha katikati. Kumbuka hapo unatumia vidole vitatu. Kuna gumba, kidole cha kwanza na cha kati. Jamani, gumba, kidole cha kwanza na cha kati, sivyo hapo vinaonekana. Tumeelewana? Kwa hiyo kama vinaonekana unavitumia kwa akili au kwa jinsi ambavyo mimi nimekuelekeza. Nimekuelekezaje? Nimekwambia unashika nywele yako na vidole vitatu. Ukishashika na vidole vitatu unaanza kuvigawa. Gumba kazi yake ni kugandamiza. Kidole cha kwanza hichi kazi yake ni kuokota. Hivyo. Basi, ona tena nahama. Nikihama nasafisha. Nashika nywele yangu na vidole vitatu. Gumba utagandamiza hapa. Kidole cha kwanza utaenda huku kuokota. Kumbuka hichi kidole cha kwanza kinapotoka hapa, unaona kila nywele imeshikilia. Utaiachia hapo kwenye kidole cha kati kama vile inavyoonekana imeshikwa na kidole cha kati. Gumba kazi yake itagandamiza. Umeona? Kazi yake itagandamiza. Alafu vile vidole vyako viwili ambacho ni cha kwanza na cha kati, kikitoka hichi cha kwanza, cha kati kile kinabaki kushika ile nywele iliyokuwa imeshikwa na kidole cha kwanza. Gumba asiondoke. Pale pale unapomweka ndo anapokaa hapo hapo. Akishakaa hapo hapo, sawa, atatoka huyu. Wakati anatoka huyu, kumbuka kuna nywele alikuwa ameishika. Hiyo nywele utamwachia kidole cha kati. Sawa? Kwa hiyo sasa utaenda. Gumba atagandamiza, kidole cha kati kitashika ile nywele, alafu kidole cha kwanza kitaweza kutoka kuja huku kupokea nywele. Kwa hiyo utafanya hivi. Kidole cha kati kazi yake ni kushika nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Lakini kidole gumba kazi yake ni kugandamiza ile nywele ambayo imepokelewa kule. Kama hiyo hapo. Unaona ile nywele iliyopokelewa kule? Ndio kidole gumba sasa anakuja kuigandamiza. Angalia. Kidole gumba anakuja kuigandamiza. Umeshaipokea nywele? Ona, kidole gumba kazi yake anagandamiza. Alafu kidole cha kwanza kazi yake anakuja anaokota hapa. Alafu kidole cha kati kazi yake inashikilia nywele iliyoachwa na kidole cha kwanza. Ona. Gumba anagandamiza hapa. Kidole cha kwanza kinaenda kinaokota. Kumbuka huyu anavyoenda kuokota kuna nywele alikuwa ameishika. Aliyoishika anamwachia kidole cha kati. Haya, ona tena tunaenda. Gumba kazi yake atagandamiza hapa. Kidole cha kwanza kitaenda kuokota hapa. Sawa? Kisha ukota atasafisha. Akishasafisha anaenda. Gumba anagandamiza. Akishagandamiza anatoka huyu. Anaenda kuokota huku. Akishaokota anasafisha. Ni simple. Kwa hiyo natumiaje vidole madam? Vidole ni vitatu. Hivyo hapo vya mwanzo. Gumba atagandamiza. Kidole cha kwanza kitaenda kitaokota. Kwa hiyo kidole cha kwanza kinapokuja kuokota, kuna nywele ilikuwa imeshikwa. Ile nywele iliyoshikwa, mwachie huyo kidole cha kati hapo. Kama hivyo angalia. Kidole gumba anagandamiza. Kidole cha kwanza anaokota. Huyu anapokuja kuokota, si kuna nywele ameishika, mwachie huyo kidole cha katikati hapo. Kwa hiyo vidole vyako ni vitatu unavyotumia tu. Usiongeze mavidole mengine hapo. Ni vitatu tu vinavyotumika hapa. Na unatumiaje? Kwa namna kama hii ambayo nimekuelekeza. Ipi? Kidole gumba kinagandamiza. Ni special kwa kugandamiza. Kidole cha katikati kazi yake ni kuishika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Na kidole cha kwanza kazi yako ni kuokota tu. Kwa hiyo kidole cha kwanza kazi yake ni kuokota. Itakuwa kinaokota huku mara zote. Kama hivyo kazi yake ni kuokota. Alafu na kidole gumba kazi yake ni kugandamiza ile nywele ambayo imeokotwa kama hivyo. Ona. Inakuja kugandamiza hapa ile nywele ambayo imeokotwa. Alafu na kidole cha kati kazi yake ni kushika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Basi. Wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, karibu. Nafasi bado zipo wazi. Lakini wewe ambaye ni boss unasema mimi nataka mdada kutoka kwako, wewe usijali, ninao wa kutosha. Nipigie hapo. Niambie
niambie Madam Marietha, mimi nataka mdada. Hata kama uko mkoani, yani inamaanisha kama uko Moshi, upo Kigoma, popote ambapo upo, unaposikia hii sauti yangu na unahitaji mdada wa saluni, wewe niambie, Madam Marietha, mimi nahitaji mdada kutoka kwako. Nami nitakupa mdada aliyepata mafunzo mazuri yaliyotukuka. Tumeelewana? Okay? Basi, mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royal Msikitini. Lakini wewe ambaye unatamani kununua vifaa vya makeup, seti ya makeup kwetu unaipata kwa bei tofauti tofauti. Kuna ya 100,000, kuna ya 200,000, kuna ya 300,000 mpaka 500,000. Kwa hiyo na vifaa vyetu ni vizuri, havichuji. Wewe ambaye unatamani kununua bidhaa za makeup kutoka kwetu, karibu. Hata kama uko mkoani, tuna uwezo wa kukutumia kwa uaminifu mkubwa kabisa. Tumeelewana? Okay. Lakini wewe ambaye ni mwanafunzi, unatamani kujiunga na urembo, unasema, jamani, mimi sijui hata kusuka nywele ya mkono, hiyo haina shida. Ukasema, mimi sijui hata kushika butu, hiyo haina shida. Na ndio maana tupo sisi walimu, tutakufundisha mpaka utaweza. Imagine huyu anayesuka hapo, na yeye alikuja kwetu akiwa hajui kabisa hata kushika nywele ya mkono. Lakini kwa mafunzo ambayo tunawafundisha mpaka leo ameweza. Si unaona ambavyo anaweza? Kwa hiyo na sisi tuna uhakika, hata ukija kwetu, hata kama hujui, hiyo isikupe shida. Ndio maana tupo sisi walimu, tutakufundisha mpaka utaweza. Na uzuri tukisha kufundisha ukaweza, haurudi tena kuwa nyumbani, haurudi tena kuwa tegemezi. Hapana, sisi wenyewe pia tunakutafutia sehemu ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo ni fursa nzuri sana ambayo watu wengi wamenufaika, na wewe karibu uwe mmoja wa kunufaika na mafunzo yetu. Watu wengi wamenufaika. Nikisema wamenufaika na maanisha. Kwa nini? Mtu anakuja hajui hata kusuka nywele ya mkono, lakini anakuja kwetu tunamfundisha, na tukishamaliza kumfundisha tunamtafutia sehemu ya kwenda kufanya kazi. Sasa wewe uone kama hapo mtu amenufaika. Kwa hiyo na wewe usipitwe na hii fursa. Karibu na wewe unufaike. Karibu na wewe ujione mshindi kwenye tasnia ya urembo. Kwa kuwa tu ukiweza kusuka, wewe unakuwa ni mshindi. Kwa kuwa tu ukiweza kusuka, wewe unakuwa hulali njaa. Kwa nini? Kwa kuwa ujuzi haujawahi kumtupa mtu. Tumeelewana? Ujuzi ni ajira. Ujuzi ni ajira. Kwa hiyo na wewe ukiwa na ujuzi wako, tayari unakuwa na ajira yako mkononi. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Basi, niangalie hapa nikufundishe tena. Hii nywele itakuwa ni ya mwisho mimi kukufundisha mwanafunzi wangu mzuri. Tumeelewana? Okay? Angalia, nimekuambia ukija hapa na kuelekeza taratibu. Na ndio maana umeona mpaka hapa sehemu hii hapa nimechukua taratibu, alafu nimekuchukulia kwa karibu ili uone vizuri mwanafunzi wangu. Ona, ukishaokota hapa unasafisha. Ona, nikisha safisha hapa naishika nywele yangu na vidole vitatu. Kama vile vile gumba, kazi yako ni kugandamiza. Wewe cha kwanza kazi yako ni kuokota huku. Nikisema hivyo sinaeleweka? Kidole cha kwanza sikinaeleweka? Hichi hapa kidole cha kwanza. Kidole cha kwanza kinaeleweka, na kidole gumba kinaeleweka, na kidole cha kati kinaeleweka. Kwa hiyo vidole ambavyo unatumia hapa ni vitatu. Umeviona vilivyokaa vitatu? Hivyo hapo ndivyo unavyotumia hapa kwenye kusuka. Lakini sasa unapovitumia hapa kwenye kusuka, una vigawaji. Ndio hapa na kuelekeza sasa jinsi ya kuvigawa. Kwa hiyo wewe ukichukua mdoli wako, fuatisha maelekezo yangu haya, alafu gawa hivyo vidole nilivyokuelekeza jinsi ya kugawa, afu uone kama utapata nywele. Tumeelewana? Haya, angalia tena hapa. Nimekuambia na vigawaje. Hichi cha kwanza kazi yake ni kuokota tu. Usikipelekee kwenye kazi nyingine. Kazi yake ni kuokota. Angalia. Na hichi gumba kazi yake ni kugandamiza hii uliyoiokota. Alafu na hicho cha katikati kazi yake ni kushika hiyo nywele inayoachwa na hicho kidole cha kwanza. Simple. Kwa hiyo nenda na haya maelekezo. Nenda na haya maelekezo. Alafu uone. Nenda hivi. Gumba kazi yake ni kugandamiza. Alafu hichi hapa kazi yake ni kuokota. Alafu hicho kidole cha kati
kazi yake ni kushika hiyo nywele inayoachwa na hicho kidole cha kwanza. Kwa sababu huyu anaenda kuokota kuna nywele alikuwa ameishika. Kwa hiyo kama kuna nywele alikuwa ameishika, atamwachia nani? Anamwachia huyo kidole cha katikati hapo. Umeelewana? Kama hivyo. Umeona? Unaona kuna nywele ameshika. Sasa amemsogeza hiyo kidole ya kati ili aweze kwenda kule kuokota. Tumeelewana? Angalia hapa ninaposafisha. Nitaenda. Gumba atagandamiza hapa. Alafu kidole hichi cha kwanza kitakuja kuokota. Kumbuka anapokuja kuokota kuna nywele alikuwa ameishika pale. Anamwachia huyo kidole cha kati. Nasafisha tena. Nikisafisha naenda. Gumba kazi yake atagandamiza hapa. Alafu kidole hichi atakuja kuokota huku ambacho ni kidole cha kwanza. Ataokota. Sasa usije ukachanganya. Nikakwambia si vipo vidole vitatu hapa. Hicho gumba kazi yake kugandamiza. Hicho cha kwanza kazi yake kuokota. Hicho cha kati kazi yake ni kushika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Kama hivyo. Unaona hapo ameokota, si ndio? Alipookota tunakuja unasafisha. Kisha safisha naizunguka nywele yangu na gumba na gandamiza hapa. Nikishagandamiza hapa, huyu kidole wa kwanza huyu ni lazima awe anakuja huku kuokota. Sasa anapokuja kuokota huku, kuna nywele hii ambaye aliyeishika, si ndio? Hii ambaye ameishika hii nywele inaachiwaga huyu hapa kidole ya kati. Kama hivyo ona. Kidole cha kwanza kinakuja kinaokota. Kisha okota utaingia hapa utasafisha. Kisha safisha unaenda gumba atagandamiza. Kidole cha kwanza hichi taenda kitaokota. Sasa usisahau kwamba huyu anapokuja kuokota kuna nywele alikuwa ameishika. Ile nywele aliyokuwa ameishika anaachiwa huyu kidole cha kati. Kwa hiyo vidole vyetu ni vingapi hapo? Ni vitatu tu vinavyotumika hapa kwenye kusuka. Na vitumiaje madam? Simple. Angalia, nikakwambia. Kidole cha katikati kazi yake inashika ile nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Kidole gumba kazi yake ni kugandamiza hii nywele tuliyoiokota. Ona tumeiokota hii nywele hapo, ona tunavyoigandamiza. Kap na kidole gumba. Alafu kidole cha kwanza kazi yako ni kuokota. Atakuja hapa ataokota. Kidole kile cha kati kinashika ile nywele iliyoachwa na kidole cha kwanza. Haya ona. Kidole gumba kinagandamiza. Alafu kidole cha kwanza kinaokota. Hichi kidole cha kati madam kazi yake nini? Kazi yake kushika hiyo nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Ona, tunaenda tena. Nitazame vizuri. Nimeshika nywele yangu na vidole vitatu. Umeona? Umeona nimeshika nywele yangu na vidole vitatu. Napiga sasa vidole vyangu. Gumba utabaki hapo ndio jukumu lako. Alafu kidole cha kwanza utaenda huku kuokota ndio jukumu lako. Alafu kile kidole cha kati jukumu lake ni kushika hii nywele inayoachwa na kidole cha kwanza. Ona. Tunaona hii nywele ambayo tumeiokota hapa na kidole cha kwanza. Hii tunaoenda kuiokota. Ona tunavyookota hapa. Tunaenda hapa kuokota. Tukishaokota lazima huyu wa kidole cha kati ndo ataishikaga hii nywele tuliyoiokota. Sawa? Kwa hiyo gumba atagandamiza. Alafu akishagandamiza, kidole cha kwanza kitakuja kitaokota hapa. Kishaokota hapa mimi nakuja nasafisha kama hivyo. Nikishasafisha nashika nywele zangu naenda. Wewe gumba kazi yako ni kugandamiza. Kidole cha katikati kazi yake ni kushika nywele inayoachwa na huyu hapa kidole cha kwanza. Kidole cha kwanza ataenda kuokota. Akishaokota tunakuja tena. Gumba kazi yako ni kugandamiza. Wewe nisikilize vizuri na ufanye. Ukifanya hapo unaweza. Chukua mdoli wako alafu fanya kwa maelekezo haya ambayo mimi nakuelekeza. Nikakwambia tena ukielewa usiache kuniambia. Madam Marietha nimekuelewa. Na kama haujaelewa pia please niambie. Madam Marietha sijakuelewa. Lakini kama una nywele yako nyingine unapenda mimi nikufundishe, wewe niandikie kwenye sehemu ya comment hapo. Niambie Madam Marietha naomba unifundishe nywele fulani na mimi nitakufundisha kwa weledi kabisa. Sawa? Lakini pia kama una nywele yako nyingine ambayo huelewi, wewe niandikie hapo. Au una swali lolote, labda tunatumia jeli gani? Una swali lolote lile linalohusiana na kazi hii ya urembo, wewe njoo niulize
nami nitakuelekeza vizuri kabisa. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Tumeelewana vizuri? Okay. Basi mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola. Wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, unajiuliza, jamani, mimi sijui hata nywele ya mkono. Ndio hiyo hapo, tunafundisha vizuri kabisa. Kwa hiyo tutakufundisha mpaka utajua. Lakini unasema mimi sijui hata butu. Hiyo isikupe mawazo. Sisi hapa tutakufundisha mpaka utaweza. Lakini nikakwambia usisahau, kiasi ambapo tumekufundisha mpaka ukaweza, haishii tu hapo kwenye kuweza. Tunakutafutia na sehemu ya kazi. Kwa hiyo ukishajifunza kwetu ukiweza, tunakutafutia na ajira. Sasa hiyo si fursa nzuri sana? Ndiyo, inapatikana Marietha Beauty School peke yake. Kwa hiyo usije ukawa na mashaka pindi ambapo umetuchagua sisi. Hiyo kazi imefanywa na mwanafunzi na unaona ameweza kabisa. Basi nikutakia wakati mwingine. Bye na karibu tena kwenye darasa lingine.